Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu watawala wanayeitawala siku ya Jumatano, na ninakuletea elimu uweze kufahamu masaa hatari zaidi na masaa mazuri 24 katika siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano inatawaliwa na Utward, na sayari inayotawala siku ya Jumatano inafahamika kwa jina la Mercury. Sayari hii iko katika mbingu ya pili na ni sayari ambayo inatembelea kila nyota katika mlolongo wa nyota 12. Inatembelea kwa siku 28. Sayari ya Mercury inatembelea kila sayari kwa miezi 6. Siku ya Jumatano ya Utward inatawaliwa na aina ya nyota mbili. Aina ya kwanza ya nyota inayotawala siku ya Jumatano ni nyota ya Mashuke. Ni mtu anayeanzia na herufi R au mtu anayeanzia na herufi F. Na nyota ya pili inayotawala katika siku ya Atward, siku ya Jumatano, ni nyota ya Mapacha. Ni mtu anayeanzia na herufi O au mtu anayeanzia na herufi C. Malaika anayeitawala siku ya Jumatano anafahamika kwa jina la Mikail. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia uzima na afya njema, nitakuja kumwelezea kwa undani zaidi malaika huyu Mikail pamoja na kazi zake. Na jini anayeitawala siku ya Jumatano anafahamika kwa jina la Barkan. Jini huyu nitakuja kumwelezea kwa mapana zaidi na kwa marefu zaidi juu ya kazi anazofanya. Mtume Muhammad mtukufu wa daraja alipoitembelea mbingu ya pili, alimkuta Nabii Isa na mtoto wa shangazi yake Yahya bin Zakaria. Na katika siku ya Jumatano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye siku ambayo aliumba nuru. Kwa yule mtu anayepitia dhiki pamoja na mitihani katika kila siku inayoitwa leo, anahitaji kuiondosha ile mitihani. Amekuwa ni mtu mwenye kuvuja jasho usiku na mchana, lakini sio mtu wa kufanikiwa na sio mtu wa kutimiza ndoto wa malengo yake. Na kwa yule mtu ambaye amesingiziwa kesi na anahitaji kuishinda ile kesi aliyesingiziwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanye shufaa. Yule mtu ambaye yupo katika mahusiano ya kimapenzi, katika maisha ya ndoa, hana amani na ndoa alionayo, hana amani na mkewe, hana amani na mume wake, anahitaji kuifanya ndoa yake iwe ni yenye amani. Na kwa yule mtu ambaye riziki zake zimefungika, anahitaji kuzifungua zile riziki. Wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama katika siku ya Atward, siku ya Jumatano, asome nyiradi hii: ya Aliyu ya Adhim, ya Aliyu ya Adhim,
airudie mara 557 kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atampatia hitaji lake. Je, ni masaa yapi 24 ambayo ni hatari zaidi na masaa mazuri katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa katika siku ya Jumatano katika muda wa saa 1 asubuhi na saa 1 ya usiku. Ni saa ya mapenzi kwa yule mtu ambaye anahitaji kuirejesha amani ya mahusiano yake ya kimapenzi ambaye amepotea baina yake yeye na mkewe au na mume wake, na kwa yule mtu ambaye anahitaji kumrejesha mpenzi aliyemterekeza au aliyemwacha, aliye mbali, arudi katika himaya yake. Kama utatumia dawa sahihi za kukoga, za kumvuta mpenzi aliye mbali, au kutumia dawa sahihi za kumtengenezea mpenzi wako akupende, basi hakika kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika ile dawa itafanya kazi. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuwasilisha jambo lake kwa mpenzi wake ambaye huwa hamsikilizi, anataka mpenzi wake amsikilize, basi katika siku ya Jumatano muda wa saa 1 ya asubuhi na saa 1 ya usiku ni lisaa la kuwasilisha jambo lako, na ni saa pia la kuwasiliana na mpenzi wako, na ni lisaa pia la kuanzisha mahusiano na mtu ambaye unahitaji kufanya naye maisha katika maisha ya ndoa. Ni saa la kuzungumza naye, kumapproach. Na katika siku ya Jumatano muda wa saa 2 ya asubuhi au saa 2 ya usiku vile vile ni saa ya mahaba. Ni saa ya kukoga dawa za kupendwa, kukoga dawa za mvuto, kama ambavyo lilivyokuwa saa la muda wa saa 1 ya asubuhi na saa 1 ya usiku. Na katika siku ya Jumatano katika muda wa saa 3 ya asubuhi na saa 3 ya usiku ni lisaa la kuanzisha jambo lako lolote lenye kheri. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa unaanzisha jambo lako lenye kheri litakuwa ni lenye kufanikiwa. Na katika siku ya Jumatano katika muda wa saa 4 ya asubuhi na saa 4 ya usiku ni saa ya mazindiko, ni saa ya kuweka kinga kwa yule mtu ambaye ametumia dawa, ameusafisha mwili wake na anaamini kabisa hapa nimesafishika, basi ni siku nzuri ya kuweka dawa ya kinga ya kujichanja katika mwili wake. Au ni siku nzuri pia ya kuzindika nyumba yako, kama nyumba imekuwa ni yenye mauzauza, nyumba imekuwa ni yenye mitihani au lali, kila ukilala unaota hiki kinatokea hiki, basi ni saa ya kuweka kinga ili vitu vibaya visiweze kuingia katika muda wa saa 4 ya asubuhi na saa 4 ya usiku katika siku ya Utwardi, siku ya Jumatano. Katika siku ya Jumatano inapofika muda wa saa 5 ya asubuhi na saa 5 ya usiku ni saa ya kukubaliana na viongozi katika jambo fulani hivi, na pia ni saa la kuharibika kwa ndoa. Hivyo katika siku ya Jumatano ni saa ya wewe kwenda kuwaona viongozi. Kama una jambo lako unahitaji kuliwasilisha, basi kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lile jambo lako litafanikiwa. Na kama pia unahitaji kumkusudia kiongozi fulani akupende, kama utatumia dawa stahiki kumnuiza na kumchomea, basi ndivyo takavyokuwa. Lakini pia ni saa la kuharibika kwa ndoa katika muda wa saa 5
ya asubuhi na saa 5 ya usiku. Na pia katika siku ya Jumatano muda wa saa 6 ya mchana na saa 6 ya usiku pia ni lisaa la kuharibika kwa ndoa. Hivyo unatakiwa ukae mbali na mkeo au mume wako, maana ni muda ambao maadui wanautumia kukufarakanisha wewe, kukuondoshea amani uliye nayo baina yako wewe na mpenzi uliye naye. Na katika siku ya Jumatano katika muda wa saa 7 ya mchana na saa 7 ya usiku ni muda wa kukoga dawa kwa wewe mwanaume, dawa ya kupendwa na wanawake. Kama ulikuwa hupendwi, basi unahitaji kupendwa, kuwavutia wanawake wakusikilize, wakutii, basi ni muda wa kukoga dawa sahihi. Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukikoga dawa za kupendwa na wanawake, basi utakuwa ni mtu mwenye kufanikiwa. Na katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano, muda wa saa 8 ya mchana na muda wa saa 8 ya usiku ni saa ya kukosa kila kitu. Yaani hata ukianzisha jambo lolote, jua hutoweza kufanikiwa katika huo muda. Na ukiwa unalifanya hilo jambo katika muda wa saa 8, basi hilo jambo halitoweza kufanikiwa. Katika siku ya Jumatano inapofika muda wa saa 9 mchana na saa 9 usiku ni saa ya vita na ni saa ya kuandaa silaha kwa ajili ya kupambana na adui yako. Na katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano, katika muda wa saa 10 ya usiku na saa 10 ya jioni, basi ni saa la mapenzi. Ni muda wa mahaba wa kuzungumza na mpenzi wako yale mambo yenye hekima, mambo yenye busara kwa ajili ya maendeleo ya kifamilia. Na ni saa pia la kuzungumzia namna kudumisha mahusiano yenu, na ni saa zuri pia la kufunga ndoa, na ni saa zuri pia la kuwasilishiana baadhi ya mambo mbalimbali ya mazungumzo, kwamba mimi napenda hiki, mimi sipendi hiki. Hakika ukifikisha huo ujumbe kwa muda huo, mkazungumza na mpenzi ule, naye atakusikiliza. Na ni saa pia la kumrejesha mpenzi aliye mbali. Na katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano, katika muda wa saa 11 jioni na saa 11 kuamkia siku nyingine inayofuata, ni saa la kunywa dawa kwa yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi katika mwili wake, anahitaji kuondosha sihri, anahitaji kuondosha uchawi uliopo katika mwili wake. Basi kutumia dawa sahihi za kuua uchawi katika mwili wako, kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule uchawi utakuwa ni wenye kutoweka. Na katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano, katika muda wa saa 12 ya jioni na saa 12 kuamkia siku nyingine, ni saa ya kunywa dawa pia, na ni saa ya kuwaona viongozi, na ni saa ya kwenda kuomba kazi, na ni saa ya wakubwa. Kwa hiyo kama unahitaji kwenda kuonana na wakubwa, kwenda kuzungumza naye jambo lako lolote, basi hakika ndio muda sahihi. Na pia ni muda wa wakubwa, na maanisha majini, kwa ajili ya kufanya mambo yao. Je, kama unavyoiona hapa ofisi yangu Daktari Musa, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mvuto wa biashara, na kuna dawa za mvuto wa mapenzi wa kufanya upendwe kila kona dunia utakayopita, na kuna dawa za kufanya uheshimike kwa ndugu, kwa rafiki, kwa mke, mpaka kwa bosi na kupandishwa cheo. Kuna dawa za kuvunja maagano ya kichawi na maagano ya kishetani, na kuna dawa pia za kuondoshea vifungo,
vinavyokwamisha mafanikio yako. Kama unahitaji pete original yenye kuendana na ufalme wako, pete yenye madini, na kama utahitaji pete ya majini, pete yenye kufanyiwa kafara ya viumbe mbalimbali, pete ambayo itakupa kibali cha kuheshimika kila kona ya dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho na unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua? Usisite kuwasiliana na mimi Daktari Musa kupitia namba +255784120,592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.